Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa unatazama channel hii ya Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama kanda hii, naomba yeyote ambaye anatazama, naomba tu please ukaweze kubonyeza alama ya like na karibu. Taarifa ambazo tumeziipata sasa hivi zinatueleza kuhusiana na hali vile ilivyo tete katika uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Unavyotazama kwa skrini yako, huyu ambaye anaonekana kwa picha anaitwa John Heche, ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Bara, na amesema hivi vile wameandika hapo chini kulingana na chapisho hili. Akasema Magufuli aliporesha bandari, huyu mama kaziuza. Umesikia? Yaani kipenzi cha Tanzania aliyekuwa rais John Pombe Magufuli alitumia uongozi wake kuboresha bandari zote katika taifa letu la Tanzania. Lakini baada ya Samia Suluhu Hassan kuingia mamlakani kwa njia ya mkato, akitumia dirisha sio mlango, ameweza kubomoa na kuanza kuuza bandari ambazo ziliweza kupiganiwa na kuletwa kupitia uongozi uliokuwa mamlakani. Hii ni ishara tosha kwamba Samia anapoendelea na majukumu yake Ikulu Chamwino sasa hivi kama kiongozi, ameweza kuvamiwa hadharani na habari za kutisha kuachiliwa kwamba ambazo zimegonga Ikulu yake kwamba yeye ndiye anahusika kwa kuuza bandari za Tanzania badala ya kuboresha zingine. Yeye kazi yake ni kuuza bandari zile ambazo ziliweza kuachwa na John Pombe Magufuli, kumaanisha amevamiwa kuhusiana na uongozi ambao ako nayo, uongozi ambao sio wa kubarilia, ila tu ni uongozi wa kuharibu yale ambayo yalikwisha tengenezwa na uongozi uliopita chini ya Magufuli. Na huyu John Pombe Magufuli alifanya yake, lakini sasa hivi tunataarifiwa ya kwamba kuna Waarabu ambao wameingia hapa Tanzania kupitia kiongozi ambaye anaitwa Samia Suluhu Hassan. Baada ya Samia kuingia uongozini, alitumia Waarabu kuwauzia madini yote. Kwanza wakati aliingia mamlakani, akamtafuta Mwarabu mwingine akauza bandari kwa hao Waarabu peke yake. Sasa tunashindwa, mbona huyu Samia Suluhu Hassan anaendelea kunyonga taifa ambalo analiongoza? Vifaa vyenye ufanisi mkubwa vilivyokuwa katika bandari ikawa inaingiza hela kwa urahisi kupitia uongozi uliopita wa John Pombe Magufuli, mwananchi alikuwa anapata nafuu. Lakini Samia Suluhu Hassan kulingana na John Heche anasema ya kwamba ameharibu kila kitu. Amemvamia akiwa Ikulu kwamba yeye sio wa kujenga, ila tu ni mtu ambaye anabomoa kile ambacho kimeweza kujengwa. Kwa nini John Heche anamshambulia na kumvamia Samia Suluhu Hassan kila wakati na kudai kwamba ameuza bandari? Hata kuna hifadhi ya Ngorongoro kwa kusema ukweli iliuzwa na huyu ambaye anaitwa Samia Suluhu Hassan. Watu wetu wa Tanzania hasa wa Maasai wakahamishwa kutoka pale, na tumesikia ya kwamba kuna sehemu zingine hapa Dar es Salaam zinauzwa tu eti kwamba wanataka kujenga mji ambao sasa wamepanga kuhamisha Watanzania wengine wenzetu, na Waarabu ndio wanachukua sehemu hizi. Sasa nataka tuangalie kwa undani huenda kwa nini John Heche anamshambulia na kumwanika
maovu ambayo yanafanywa na Samia Suluhu Hassan. La kwanza, Samia sio kiongozi aliyeteuliwa kisheria. Ndio maana Chadema wamekwisha tangaza kila mahali popote wanapoenda hawawezi kumtambua Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho wanasema ya kwamba hakuteuliwa kisheria, ila tu aliweza kujichagua, akajitangaza, akajiapisha pasipo uhusisha wa Tanzania wote. Ndio maana John Heche hawezi kumwacha ila tu kurusha vijembe, makombora ikulu ya Chamwino. Nambari ya pili, kwa nini huenda John Heche anamshambulia Samia Suluhu Hassan ni kwa sababu anakandamiza mrengo wa upinzani. Najua Samia Suluhu Hassan na serikali yake katili walikuwa wanataka kukifuta chama cha Chadema ili wasije wakawa na nguvu, lakini Chadema ikaokolewa na mahakama ikaokoa Chadema. Sasa hivi Chadema iko na nguvu, wameanza kufanya kampeni hapa na pale. Mnaona vile wanajaza. Hata wakati walikuja hapa Mbeya, mimi mwenyewe nilikuwa na hata nilitoa hela zangu pale kwa michango kufanikisha mikutano mingine ambayo wanaendelea kuifanya hadhara katika sehemu mbalimbali katika taifa letu la Tanzania. Mnaona vile wanajaza. Watu ni wengi ambao wanahudhuria mikutano yao, kumaanisha ya kwamba CCM imekufa, chama cha mauaji. Chama cha mauaji imekufa. Sasa hivi Chadema ndio kinaongea. Na wakati ninasema hivyo haimaanishi mimi ni mwana Chadema ama mimi ni mwana CCM. Kazi yangu ni kutaarifu yale ambayo tumeona. Lakini kwa kusema Chadema imeipiku nambari CCM ambayo haina nafasi katika taifa letu la Tanzania, kwa sababu kile ambacho kinasemekana ni katiba mpya sasa imefika. Niliona hata waziri ambaye anashughulikia masuala mbalimbali alikuwa katika bunge la kitaifa akasema ya kwamba sasa CCM tusije tukaandamana, CCM itatupea katiba. CCM haina katiba. Katiba ni ya wananchi wa Tanzania. Wachaneni kujipiga kifua. CCM haina katiba. Katiba ni ya Watanzania wote na inatusaidia sisi wote. Sio CCM inatupea katiba, hapana. Katiba ni ya Watanzania wote. Na hiyo tumewasukuma, mmefika mwisho, lazima mlete hiyo katiba mpya. Na lazima viongozi wote kutoka mrengo wa upinzani wahusishwe wakati inaenda kuandikwa, kuhakikisha ya kwamba tumeondoa katiba ya mwaka 1977, katiba ya ukandamizaji, katiba ya ukatili, katiba ya uongozi wa kiimla ifutiliwe mbali, tuwe na katiba kama nchi zingine ambazo zimeendelea, haswa katika masuala ya kidiplomasia. Nambari ya tatu, kwa nini John Heche anamshambulia Samia Suluhu Hassan ni kwa sababu ameshupaza shingo kumwachilia Mheshimiwa Tundu Lissu. Tundu Lissu aliweza kushitakiwa kwa kosa la uhaini kupitia uongozi wa Samia Suluhu Hassan, ambaye hakuwa anamtaka aweze kuwania kiti cha urais kwa sababu ilionekana mapema kwamba Tundu Lissu atamshinda mapema asubuhi. Sasa wakafanya ukora na ukarabati. Wakasema wakati alisema no reforms no elections, wakasema huo ni uhaini. Lakini wanapoenda kwa mahakama hawana ushahidi wa kutosha. Kulikuwa na ukosefu wa ushahidi kutoka mrengo wa Jamhuri. Walikuwa wanataka kumnyonga huyu Tundu Lissu. Lakini wakimnyonga ndio wataona hata mataifa yote yatasimama. Marekani imesimama kupitia bunge la Seneti. Umoja wa Mataifa umesimama, bunge la Ulaya limesimama, wanasema lazima liwe liwalo liwe. Tundu Lissu aachiliwe huru, apewe ulinzi, apewe huduma za matibabu kwa sababu hana kosa lolote. Kosa lile ambalo alifanya ni moja, kutangaza kuwania kiti cha urais. Sasa kulingana na Samia na serikali yake katili, wakaona huo ni upuzi. Yaani hilo ndio kosa tu. Kwa sababu waliona atawashinda asubuhi na mapema. Ndio maana wakaanza kumsumbua. Na Tundu Lissu amekaa gerezani zaidi ya mwaka mmoja sasa, ameyapitia mengi. Lakini tutasubiri tuone ni kipi ambacho kinaenda kufanyika, maana tumepata taarifa za ndani ambazo zinasema ya kwamba tarehe 6 mwezi wa 7 mwezi ujao Tundu Lissu ataachiliwa huru kabla masaa machache maandamano kutana katika taifa la Tanzania ili kukomesha ama kuzuia maandamano ya tarehe 7 na mwezi wa 7, yani tunasema 7/7 mwaka huu. Naomba nitamatishia hapo, tutakutana kwa kanda nyingine ambayo nitaitengeneza. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu. Bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem
kila wakati. Kwa heri kwa sasa, tukutane kwa kanda nyingine hapo baadaye. Kwa heri kwa sasa.